Ruto amedanganya sisi mpaka sasa ameenda kudanganya ng'ombe. Nani anakaa kuchukua hii kitu 2027? Mimi naona tupe mwenye ako na ujasiri sana kama Matiang'i. Kama Matiang'i ako sawa? Ako sawa kabisa. Hujambo na karibu tena mpenzi mtazamaji katika uchanganuzi wa siku hii ya leo. Natumai ubuheri wa afya na mzima kama kigongo. Mtazamaji, huenda Bwana Rigathi Gachagua akaweza kujiunga naye kiongozi Fred Matiang'i mwaka wa 2027 katika uchaguzi mkuu. Karibu kwa mara nyingine. Mtazamaji, iwapo ni mara yako ya kwanza, weza kuungana nasi kwa kubonyeza alama iliyoandikwa subscribe. Mpenzi mtazamaji, kuna tetesi ambazo mtazamaji zimeweza kutufikia kwamba huenda Bwana Rigathi Gachagua akaweza kuungana naye kiongozi ambaye ni Fred Matiang'i katika kinyang'anyiro cha urais mwaka 2027. Na mtazamaji, kuna sababu nyingi ambazo zimeweza kupelekea wachanganuzi wa masuala ya kisiasa kuweza kusema kwamba huenda mwaka huo Gachagua akaweza kumpa msaada wa kisiasa Bwana Fred Matiang'i. Na mtazamaji, sababu ni zipi ambazo zinafanya huyu ambaye ni Rigathi Gachagua? Mtazamaji, fahamu kwamba Bwana Rigathi Gachagua alikuwa ameweza kuzindua chama chake kwa jina la DCP ili kuweza kuingia katika kinyang'anyiro cha urais mwaka 2027. Lakini mtazamaji, kuna vikwazo ambavyo vitaweza kumkinga bwana, ama huenda vikaweza kumzuia Bwana Rigathi Gachagua dhidi ya kuweza kujitosa ndani ya race pale mwaka 2027. Na mtazamaji, kabla nikwambie ni mambo gani haya ambayo yameweza kuchangia Rigathi Gachagua ama huenda yakaweza kumzuia kuwa katika kinyang'anyiro cha urais, iwapo ni mara yako ya kwanza mtazamaji, uweza kuungana nasi na uweze kusubscribe. Karibu. Fahamu kwamba mpenzi mtazamaji, Bwana Rigathi Gachagua baada ya yeye kuweza kutoboa siri nzito za serikali, huenda mtazamaji, wanavyosema wachanganuzi wa masuala ya kisiasa ama wale waliobobea katika masuala hayo, kwamba huenda Gachagua akapelekwa kotini kwa hotuba yenye uchochezi na yenye mambo ambayo ama kuongea mambo ambayo hayafai hadharani. Fahamu kwamba mtazamaji, kuna sababu tele ambazo zinamfanya Matiang'i kuwa sababu hizo zinafanya Bwana Matiang'i aweze kuwa katika nafasi mwafaka ya kuweza kuchukua kiti cha urais mwaka 2027. Mtazamaji, moja kwa moja tuone sababu hizo ni gani ambazo zitaweza kuchangia Bwana Fred Matiang'i kuwa rais wa 6 wa Jamhuri ya Kenya. Number 1, fahamu kwamba mtazamaji, Bwana Rigathi Gachagua aliweza kusema waziwazi kwamba yupo tayari kuweza kushirikiana na Bwana Fred Matiang'i iwapo ataweza kukubali ili waweze kutengeneza chama kimoja. Mtazamaji, ni mambo aliyosema kutoka kwa mdomo wake Bwana Rigathi Gachagua. Fahamu kwamba baada ya Gachagua kuweza kubanduliwa kutoka mamlakani kama naibu wa rais, mtazamaji, takriban mwaka mmoja umeweza kukatika, na hivyo basi Gachagua akaweza kukizindua chama chake cha DCP ili kuweza kuingia katika kinyang'anyiro cha urais mwaka 2027. Fahamu kwamba mtazamaji, Gachagua alisema waziwazi baada ya Bwana Fred Matiang'i kuweza kufika nchini Kenya katika kukaribishwa nyumbani ama homecoming ceremony, aliweza kusema waziwazi iwapo Bwana Fred Matiang'i ataweza kukubali, wataweza kushirikiana ili kuweza kutengeneza mambo ya kisiasa. Mtazamaji, ya pili ni kwamba huenda baada ya Bwana Fred Matiang'i kuweza kutoka pale katika nchi ya Marekani, aliweza kufululiza moja kwa moja hadi kitongoji cha Wamunyoro. Nafahamu kwamba Mount Kenya iliweza kuchangia pakubwa zaidi Bwana Gachagua kuweza kupatiwa kura wakiwa pamoja na Rais William Ruto. Na mtazamaji, hilo ni jambo moja la maana zaidi. Fahamu kwamba Mount Kenya iliweza kumpea Rais William Ruto takriban kura nyingi zaidi, huku wengi wakisema kwamba
iwapo Wamunyoro ama iwapo Mount Kenya itaweza kumpea support Fred Matiang'i, huenda akampiku Rais William Ruto mwaka 2027. Fahamu kwamba viongozi kutoka Mount Kenya waliweza kusema waziwazi. Na mtazamaji, katika ziara za Matiang'i katika kaunti mbalimbali, tunakuwa baadhi ya viongozi akiwemo Bwana Jeremia Kioni ambaye ni katibu mkuu wa chama cha Jubilee, alikuwa katika msafara wa Fred Matiang'i ili kuweza kuzindua azma yake ya kuweza kuwania kiti cha urais mwaka 2027. Ni jambo ambalo mtazamaji liliweza kuunganisha Wakenya, hususan wale kutoka eneo la Mlima Kenya, kusema kwamba kura yao wataweza kumpa Bwana Fred Matiang'i iwapo Bwana Rigathi Gachagua hataweza kujitosa katika kinyang'anyiro hicho. Afahamu kwamba mtazamaji, Bwana Matiang'i ni mtu ambaye ni mwerevu zaidi. Na nikisema mwerevu mtazamaji na maanisha nene. Fahamu kwamba Bwana Matiang'i licha ya kufanya kampeni nchini Kenya, pale alipo katika nchi ya Marekani, mtazamaji, kuna kanda ambayo iliweza kusambaa mtandaoni ikionyesha Bwana Fred Matiang'i akiwa na wale watu wa diaspora, huku akizidi kuweza kuwapa manifesto yake katika azma yake ya urais. Fahamu kwamba mtazamaji, kiongozi yoyote anayetaka kuweza kuwania kiti fulani lazima awe na manifesto. Je, mkinipa kiti hiki ni nini na nini nitaweza kuwafanyia kama wananchi? Fahamu kwamba Bwana Matiang'i anazidi kupasha moto kampeni zake pale katika nchi ya Marekani. Hivyo basi, ikiwa ni nafasi moja safi kabisa ya yeye kuweza kukitoa kile kiti cha urais ifikapo mwaka wa 2027. Mtazamaji, fahamu kwamba Gachagua aliweza kusema yeye peke yake kwamba anamwalika Bwana Matiang'i pale katika kitongoji chake cha Wamunyoro ili waweze kujadiliana mawili matatu. Jambo ambalo mtazamaji, ukitazama kwa mara nyingine, ni support ama ni msaada wa kisiasa ambao mtazamaji Bwana Matiang'i anaenda basi kuweza kupewa. Fahamu kwamba licha ya Rais William Ruto kuweza kusema na kuwapa kwamba ikifika mwaka 2027 atakuwa amejipanga vilivyo. Fahamu kwamba wanaopiga kura ni Wakenya. Wanaoamua ni nani wataweza kumpa kura ni Wakenya. Na hivyo basi, baada ya huyu ambaye ni Fred Matiang'i kuweza kufika nchini, ground iliweza kukubali. Na nikisema hivyo mtazamaji, na maanisha kwamba Wakenya wameweza kujitolea ili kuweza kumpa kura Bwana Fred Matiang'i. Fahamu kwamba mtazamaji, Bwana Fred Matiang'i akiwa katika Ministry of Education, akiwa katika Ministry of Internal Security, aliweza kufanya mambo ya ajabu. Mtazamaji, fahamu kwamba licha ya Bwana Fred Matiang'i kuweza kuwania kiti hiki, ameweza kuwa katika serikali, na hivyo basi Wakenya waliweza kuona juhudi zake Fred Matiang'i kabla yeye kuweza kutangaza msimamo wake wa kuwania kiti cha urais mwaka 2027. Fahamu kwamba mtazamaji, hapa ni Tani Digital, tunakupa uchanganuzi wa kina masuala ya kisiasa. Cha muhimu ni wewe uweze kuungana nasi kwa kubonyeza alama iliyoandikwa subscribe. Uwe na wakati mwema mpenzi mtazamaji.